I've come to share with us the word, and I like preaching and relating to people. I don't want to preach telling you do, but I want us to fellowship in this word. So don't be very serious. Kindly give me your smile. I don't know why you have removed your mask, but give me your smile. Praise be to God. And where you rejoice in the word, say amen. I'm not against that. Please. It's only that unajua mtu na smile. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Jana nikajiuliza wale ambao mmekuja kwa ufalme katika hii mwaka uliokoka last year or 2 years ago, if those mliokoka like 10 years or 20 or 30 kama mimi hapo. So I remember the time we used to pray. Nilikumbuka hiyo jana. I think Pastor Maria can concur with me that wakati tulikuwa tunaenda kwa ushirika, ilikuwa wakati mfupi sana in the fellowship. This time ambao sio nyingi sana katika ushirika. But tulijua tukiingia kule tunaingia kwa ushirika either in the house or the church, there was no waste of time. My goodness, we could pray na nikajiuliza, you ask yourself, we used to pray, there were mama, hiyo ushirika ilikuwa wa mama, pastor, everyone was there. So you see people praying, mpaka mtu anakuja anagogagwa nyuma. Nini, apime maombi. Ni ule afro ile. Juu huyo mtu amefro bwana. Brother Kariuki najua unaweza kubuka hiyo. Wale wa kitabu Mama Jerry. Yani mama amekuja, ameweka chondo ya soko pale nje, na ni wakati wa Guatanero, anaiweka tu chini, anakuja na leso. Tunaambiwa ni wakati wa kujipeleka mbele za Bwana. Ama mtu anaiba, gai wale amemoyo, dikereria reigoro, owagego kaera, niodo wadona, na todole mlonana, na nikiole moiguada, doga toti, totogoria mwadani, koro, hamona ifurahemu, ifukwine ya moyo, na todole mlonana, na nikiole moiguada, doga toti. Hiyo ni Greek kwa wengine, inasema kwa sababu wewe Mungu ni mwema, tuongoze. Praise the Lord. Ndio tutakuwa pamoja na Ibrahim. So, hiyo wimbo igeibwa. Si mama aliacha chondo pale nje. Wacha ingie kwa maombi. Anatua ile maombi ndani. Ile maombi inatoka ndani. Unasikia mtu akisema, dakuhoya gai ugejulikana. Yani hata ukiwa nje, hajui Kiingereza, hajui Kiswahili. Pengine mtu wa kawaida tu, wala wengine sisi tulikuwa tunajua, lakini yeye ni mtu wa kawaida. But ukisikiza ukiwa nje, unasikia hiyo maombi imelenga mahali. Unasikia hiyo maombi imeniguza. Nikauliza Mungu, where are the ladies who used to pray from the belly, from the heart? Na mtu akisimama lazima kugeibwa chorus ndio tusimamishwe, tustopishwe. Sasa nikajiuliza, in nowadays you just take this microphone and say, let's pray in the name of Jesus Christ, and the church is quiet. I'm not telling you those people who get to the unabis and they want to gayaraiga. Not those people. But there is prayers that I'm looking for, and I'm yearning. I'm not preaching about prayer. I'm looking for that. Ile maombi hutoka ndani. Na hiyo ndio inastahili kutolewa katika ibada kwa kila mtu. Unaweza kuwa hujakaa hapa mbele, inaweza kuwa uko kule kwa viti, lakini moyo ndani, you pour your heart to God. You release everything. You forget everything. Mtu alituambia kwamba, I remember one time we were in prayer, Pastor John Maina came with a bicycle. You remember that time? Ikawekwa nje. We didn't have security, we didn't have the ushers. So mtu kutoka na huko. Tukiwa pale, akachukua baiskeli tukiomba. John Maina hangeona, hata sisi hakuna mtu angeona. Tulikuwa tumesama. Wewe watana bike.
tulikuwa tumezama, hatuoni bike ikienda na imesimamishwa karibu na mlango ya kanisa. Na kuna madirisha, hiyo kanisa ilikuwa na tumadirisha tuiki. So tungeona, sijui kama bike iliinuliwa juu ikaenda. Tukamaliza maombi. Bishop pastor, by then he was a pastor. Akaambiwa, pastor, nimetoka nje nikakuta baiskeli inaenda tukiwa kwa maombi. Na hakuwa na kitu kingine huyo mzee, huyo pastor. Juu tukienda crusade alikuwa anaweka watoto wake kwa kreti ya mikate na Mungu amembariki pahali alipo. Watoto 3. Haka kanaangalia hivi, hako kanaangalia hivi, kanaangalia. Tunasogezwa thogoto kwa mlima, tutoto tunapelekwa crusade. Yule mudhuri udale kendo kege, hana kitu ingine. Na baiskeli hiyo ndio anaenda kasi Karen. Unasikia tulisikiaje? Tukaomba hapo baiskeli iletwe. Whoever mwenye amechukua hiyo baiskeli arejeshe. Mungu ni Mungu. Ndio nakwambia hiyo maombi inatoka ndani na nguvu. Wakienda na huku Kirigo walikuta mtu akifungua. Takataa kuenda bike. Na bike ikarejeshewa mwenyewe. Na huyo mtu hatukumpeleka King'ong'o juu tulimwachilia. Hata kuna wakati tuliweka jukwaa ikaibiwa Kirigo. Chuma zikatolewa, kila kitu. Tulienda tukasikuta kura wameficha. Mlipeleka huyo mtu base. Praise the Lord. Ito situ tishia kuya wawo. Na biaga watoto wangu nyuma na grina diameona na ido siakwa itiora gogo. And I have to get it. Na wanajua hivyo, wananiambiaga zako mama hazipoteangi hivyo. And I know that. Juu ukichukua kibeti yangu wewe hutarara. Utaanza kujikuna asubuhi kuto. Praise the Lord. And I just remember that thing that happened there. Nilikuwa naongea juu ya maombi. Tunasahau baiskeli ziko nje. Tunasama mama nasahau wako na chondo. But nowadays when people come to church you see all the fashions. You're able to tell so and so ona iratu egwekirite yana atia. Na ako ro ile ingine. God, may the Lord bring our mind and our heart to him. Gayaro tugura. Pamoja na macho yetu na vitu vyetu. Praise be to God. I'm not saying we should not be smart. But I'm saying ili saa tunakuja kanisani tunaomba kidogo, maombi machache. Dakika 20, dakika 20. Kama saa tumeomba dakika gapi wapendwa? We prayed like 10-15 minutes. Can you imagine? And in the afternoon we have a prayer meeting. But you find the half of the church. You find quarter of the church. Hiyo ndio tunariria usiku na mchana. Gai kotagigaithia kiria tunako ogaithia ndo akugai. What is that? We pray. Praise be to God. You call the prayer. In fact, praise and worship team, prepare yourself. We are coming back here because we have to tarry until we get to this fullness. We have to tarry. It is not a joke. Praise be to God. So lazima usisuburia na mtu ama kitu ukija kanisani. Allow me just to speak what is flowing. Usisuburiwe na mtu hata kitu. Kuna watu wanakuja because he is not or she is not in the spirit. Anakudisturb mahali umekaa. Anakudisturb sana, pengine anakuangalia. Ni wagaguthuburai ukariguka unua huku kani gukokire. Unua huku ama nikuja. Ama mwingine ni simu, ama mwingine amechuga mpaka unasikia karibu na wewe. Niambia sitasuburiwa na kitu. Don't be moved at the unatoka kwa ile mlango bila wewe kuomba. That is not normal for a Christian. It is not. Hata kama ulikuta tumeanza ibada, hujaomba, hujatoa dhabihu yako, na kesho ni Monday, utakaa namna gani? How will it be your week? I want you people who pray, just buy a book called Command Your Morning. Command your morning. Because if you read, you see there are things that every creation have ears and can hear. If you don't command the morning,
hiyo siku itaishi tu, uishi tu kibahati. And sisi sio watu wa bahati. Bwana sifiwe. My prayer, Mama Jerry, and those who were there before, wakati hekalu ilijengwa mara ya pili, wakati wa Nehemia, Biblia inasema kuna wale walishangilia, lakini kuna wale walilia. Wakasema ya kwamba tuliona hii hekalu ikiwa na utukufu, haifanani na vile imejengwa. Yes, the men of God, they started, they worked, but when those people who were there before, they saw it, walilia. Maana walijua tuliona huo utukufu. Mimi niliona watoto wakitumiwa na Mungu kunena na kutoa unabii. There's something I saw. I saw a so who used to prophesy in our church. Mwili yake ilikuwa dhaifu, but kiroho alikuwa mtu mkubwa. And he used to tell us, even youths, kaeni vizuri. Najua kuna wengine wenu mnatabataba huko. And we could feel that voice. And that's what we were calling back. This church was born in the spirit, not in the flesh. And I thank God you are here. You receive from the Lord. Desire to flow in the spirit. Today I just want to continue with the word of God about the fullness and the glory. Maybe in the afternoon I will touch on the glory, but God helping me. But now I want to speak about the fullness, and I want to honor the Holy Spirit who is with me today. Praise the Lord. I learned to receive the word from Bishop, not from my husband, but from the servant of God. Bwana asifiwe sana. For the Bible says, and I was telling people we were gathering for prayer the whole of this week, nikawaambia ya kwamba 2 Chronicles chapter 20 and verse 20 say, believe the Lord your God, and you shall be established. Believe the Lord, believe his prophets, and you shall prosper. So I believe this word from the prophet, and I believe it is the word from God, and I shall be established, and I shall prosper. Praise be to God. So today as I speak about the fullness, give us the scripture that we've been reading. My goodness, I have read this scripture like 50 times, and I will continue to read until I see what is here. That is Ephesians chapter 3 and verse 19. Ephesians chapter 3 and verse 19. And if you get me where before 19, there is a verse that speaks of all the Gentiles are heirs in the same body, the same chapter. Get me that scripture first as we read this of the fullness. This is 3 and verse 6. That the Gentiles should be fellow heirs of the same body and the partakers of his promise in Christ through the gospel. This is Paul preaching. If you want to understand the scripture clearly, read from the beginning. So before the prayer of Paul, kabla hajaomba, kuna hii maneno alikuwa anasema. Ndio watu wa mataifa ni sisi, maana hatukuwa Wayahudi, waweze kupatake in that they may be fellow heirs, wakuwe warithi in the same body. Which body? The body of Christ. Bwana asifiwe sana. So hata kama umeokoka jana, hata kama uliokoka miezi miwili imepita, hata kama hakuna mtu ameokoka kwenu, ni wewe peke yako, kulingana na neno la Mungu, you are an heir. Wewe ni mrithi in the same body of Christ. The Bible says that you are partakers of his promises. And we should know the promises of God. What are the promises of God? One of the promises that when you get sick, he promised to heal you. Praise the Lord. Wacha niende pore pore. He promised to heal you. And if you read Hebrews, I think chapter 7, God said that because there was no one who was bigger than him, and there isn't who is bigger than God, he took an oath by himself. Because of the promises of the heirs, he took the oath. Yeye aliapa na yeye mwenyewe, ili sisi tukue warithi. Akasema, nimeapa na mimi akiwa Mungu, ndio mjue nyinyi ambaye there are promises, and it is not a joke. So the Bible says that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promises. Let me come now to the fullness. It is true
that the fullness belong to us. And this is the fullness of God. Bwana asifiwe. Now I will bring it low so that we can understand. Usikuange ukisema ya kwamba mimi kunaambiwa fullness. Tuna watu pia na sikuraumu hujashika revelation yenye inaambiwa ya hii mwaka. That we may be filled with the fullness of God. I bring it Kiswahili nasema ili mujazwe muwe mumejazwa na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Nigetha muihulirelwo negai. Praise be to God. So you are a partaker of the fullness of God. Praise the Lord. So when we speak about the fullness, if you're a born again, don't remove yourself and say kiunigia pastor. That is for pastor and his family na praise team na wale wengine. It belongs to you. Bwana Yesu asifiwe. Give me 19 now. I want to preach with you because my preaching they are not hard. You can understand. Bwana asifiwe. And what the Holy Spirit is giving us is not hard. We're able to capture. The Bible says, this is 19. Can you give me 18? That you may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height, to know the love of Christ, which passes knowledge, and that you may be filled with the fullness of God. Before the fullness, you see love. Praise be to God. Unaona Mungu akiongea, ama Paulo akiongea juu ya upendo. Love is so connected in the fullness. Na upendo wa Mungu inasemekana ya kwamba, that we may know the width, the depth, the height. The love of God is the love that works at all time. The love of God can go with you. You are down, you are struggling. You are struggling, uko chini sana, una struggle katika maisha. Upendo wa Mungu huweza kuenda chini, mahali ulipo unakuinua. The love of God can go to every side. That means to every challenge, the love of God can get you. Bwana asifiwe. Do you get that now? Upendo wa Mungu hauna kipimo. Waweza kuwa mimi ni mgonjwa na nimekaa kwa miaka 2 na hii kusubuka, sijui itakuwaje. Upendo juu ya upendo wa Mungu unaweza kukufikia katika urefu huo unasema wa miaka. Upendo wa Mungu unaweza kukufikia. Upendo wa Mungu hauwezi kupimika. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio upendo Mungu angetaka tupende watoto wake. What you see God doing to his people, do that. Praise be to God. Chochote unaona Mungu akitendea watu wake, fanya hivi. Amen. So I want to read a few versions of the Bible, you reason, and I want to read this verse 19. Verse 19. Praise be to God. Amen. Are we together? Utauliza anasoma hizo nyingi za nini? Ni za muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. If you read Amplified Bible, that is classified. If you have it, you can project. But the Bible says in that portion, that is number 19. Inasema hivi, hii ni Bible inaitwa Amplified, classified. God, so that you may have the richest experience of God's presence in your lives. This fullness ni kusema ya kwamba, ili wewe mwenyewe, mtu binafsi, apate experience ya Mungu. Hiyo ni rahisi. Hiyo tunaelewa sasa. Mtu binafsi apate experience ya Mungu. This is what the Amplified say. That you may be able to have the richest experience, utajiri katika experience kumjua Mungu, of God's presence in your life, and completely filled and flooded with God himself. Ndio maana ni vizuri kununua Biblia nyingi. You be flooded with God. Number 1 nimesema that you may have experience with God. And this comes even to those who do not speak in tongues. It is not right. Amen. Bwana asifiwe. You should thirst. Hakuna kitu ingine wewe unastahili kuombea mwaka huu. Omba Mungu akujaze na dini ni zako.
Say amen. I'm yet to pray for a brother ambaye aliniambia na kujanga maombi nasikia dimi siko hapa. Hastoki, nataka stoke. Praise the Lord. Tuliona kwanza, we partake this blessing. Na huyu anasema ya kwamba ndio mujazwe na Mungu. Muihoruone gai. You fraud. Praise be to God. Jesus said, keep the scripture there. Jesus said, when you believe me and the Father, we will come to your heart and make a home there. Ukiokoka. Ati mimi na Baba tutakuja tuwe na makao katika moyo wako. Praise be to God. There are experiences we have never gotten in God. Keep the scripture there. When Moses was called by God, he saw a burning bush. Sindio aliona kichaka ikiwaka. Na akiwa mbari akashindwa, what is that? Ile kichaka inawaka kwa nini? Akakaribia. Kumbe kichaka, ndani ya kichaka alikuweko Mungu, na pia sauti ya Mungu ilikuwa hapo. Na pia mwito wa Musa ulikuwa katika hiyo, the burning bush. So akaitwa. It's like the Lord beckoned him. Akamwambia karibia, karibia, karibia. Alipokaribia ndio aliambiwa, toa viatu, mahali pale umekanyanga ni pasafi. It's a holy ground. Praise be to God. So when God says about the fullness, he being filled with God and his experiences, you as an individual, there are things that God wants you to know. Kuna kitu Mungu anatuitia mwaka huu. Praise be to God. Na Paulo akasema kwamba ndio mkikaa kwa upendo wa Kristo mjazwe na Mungu. And God was teaching me, when you are in the presence of God, when you dwell, I'll give few points how to be filled. And I will give you people who are filled by God. Walijazwa na Mungu. When you are in the presence of God for many hours, and when you pray for many hours, and you fellowship with the word for many hours, when you go out, you smell the presence of God. Amen. Hallelujah. Tamani kusmell the presence of God. Bishop keep on telling us, when ukienda pahali kuna pikwa mandasi, hata kama hukupika, ukitoka mzee akiingia ama baba wa watoto akiingia, mama anapika chapo aingie kwa jiko. So ukiingia unanuka chapo. So ukiingia sana katika that intimacy with God, you are filled with the fullness of God. Na saa hiyo hakuna mlima unaonanga ya kwamba haiwezekani. Unakuanga kuna mtu wa ndani ameinuka. Hata kama unaenda job asubuhi, mtu akwambie mudhanya wagutikora wawira, wewe ungeona ndogegua, huwezi sikia. Because you are coming from the presence of God and you are smelling the presence of God. There is a fragrance that is coming from you. You cannot tukana watu. Praise the Lord. There is the self-control. There is the joy. There is the power. There is the glory. Na huu mwaka Mungu anataka tujazwe na yeye. Praise be to God. That we may be filled with God himself. And as we go to people, we take God. We take the fragrance. That is what I desire in my time. I desire what God spoke to our bishop. That this year is the year of glory. I will touch that in the afternoon. That the glory is weightier. The glory nerekilo. Glory, it is weightier. You will see, people will see. Joseph said when the brothers came to him, wakaona vile amebarikiwa, aliwaambia, endeni muambie baba yangu yale yote mumeona, baraka zote mumeona, utukufu ambao mumeona. Maana glory is weightier. If you read in Hebrews, it is called Kabodia, and Kabodia is weightier. Wakati unatokwa nao unasema praise the Lord.
This year God wants us to move with glory. He wants us to move with the fullness of Him. What Paul is writing to us, that you may experience. Let me tell you, even if you got saved 2 years ago, 1 year ago, 3 years ago, you're able to experience the power of God. Kile kinahitajika ni Q. Watamani. There's a lady, we were youth together, she was called Waithera, she's married. Tukapreachiwa about the Holy Ghost. I'll preach that another day. About the Holy Spirit. Na kujaswa. Na tulikuwa tunaona our pastor by then, nikiwa msichana, he used to pray. Pastor was the one who, he used to pray. Now he's the presiding bishop of Restoration Church. And that man used to pray. He used to sing with the drum, the pastor. Yeye mwenyewe ndiye ametufundisha nyimbo nyingi. So tukaona watu wanaongea, sisi hatuongei. That girl akaniambia, Phyllis, mimi nitaenda kule nimeajiriwa, alikuwa ameajiriwa na Wakorino. Mimi nitaenda kule nimeajiriwa as a house girl. Na nikifanya kazi sitaingia kwa nyumba. Nitaomba. Unajua hivyo ndivyo alienda. Akaingia kwa kagari kaze kalikuwa hapo kwao kule ameajiriwa. Imagine alikuwa anachukuliwa hapo saa 4 mpaka ajaswe. Na alijaswa. Alikaa hapo. Reba ushika. Sitoki hapo Mungu usiponijasa. Mwili tu arutagoga karine. Akiwa melewa na roho. Ndio nasema nyinyi hamuongei na dini, kuna haki yenu mnanyimwa. Ni haki yako. Ni haki yako na sio tu dini, unakuwa katika hivyo. You can speak in tongues in prayer and interpret in prayer. Praise the Lord. And also interpret in open. Because the Bible says that you as an individual, you have an experience with God. Ukuwa na experience ye genagai. Ukuwa na experience ingine. Praise be to God. Yani you'll be filled. Ukiwa in the presence of God, nimesema, you will smell the presence of God. Hata shetani atajua, huyu yokunuka sio kawaida. He is smelling the power. He is smelling the glory. Praise the Lord. That you may experience God's presence in your lives completely and be filled and flooded. You're flooded, Kiswahili mtafutieni neno. Flooded with God Himself. Kufurika na Mungu. Nini mmenipatia hiyo neno? Kufurika. Mafuriko. Na hapo ndipo Mungu anataka tukue. Kujazwa na Mungu. Na hii sio lazima ukue pasa. Hii sio lazima ukue deacon. Hii hata unaweza kuwa unakaa nyuma. And I'm not encouraging people to stay behind. But ninasema kwamba waweza kuwa haujulikani. But my goodness, ukifurika na Mungu, only time will tell. Utakuja kujulikana. Ukifurika na Mungu, it doesn't matter whether you are young, ama wewe ni kijana, ama wewe ni mjane, ama wewe ni single mother, ama wewe hujawahi olewa miaka yako yote, lakini ukifurika na Mungu akujae na ufurike. Hiyo kufurika inakutengenezea njia. Hiyo kufurika inakupatia jina. Hiyo kufurika inafanya watoto wako wabarikiwe. And this is my desire this year, that you may be filled with God Himself. Praise the Lord. Praise Jesus. Whatever I will say, it is to the glory of God. If there is another fashion, if you have TPT, you will give me. If you don't worry, it is here. That verse says, TPT version, it's a version of the Bible. It says, it is there. Thank you. Wow, imeandika herufi kidogo, but I'll get there. Praise the Lord. Let's speak about the love, endless love beyond measurement, and that it transcends our understanding, and extravagant love pour unto you until you are filled to flowing with the fullness of God. Praise be to God. Yani you are flowing. It is not you alone. The thing that is in you is so heavier. It is flowing. Praise be to God. Hata wakati utaki itoke, you feel like, I want to tell these people that God loves them. I feel to preach. I feel to say about God.
Hallelujah. So this says that you be overflowing. Be filled to overflow. Be filled to overflow. Say to yourself, this is my year to overflow. Hallelujah. Do we have young people in the house? Can you say when others are going out in immorality, when others are going out kwa social media mambo maofu, I will be overflowing with God. And you know, when you get overflowing with God, if you're a young person, you will get the power to get those people who are lost in the world. Praise be to God. You'll be anointed with revelation. Somebody said when young people are flowing with God and wamejazwa na nguvu, they perform in school better. Capacity yao ya understanding inakuwa. Say amen. If you are in school, say amen. Your capacity to understand, he's saying, because you go kwa uni. Your level to understand is higher than those who do not know God. And you should say that. Praise be to God. So you overflow. I love the overflow. Praise the Lord. Give me the last one I preach now. Do you have CV? Then your life will be filled. These are all versions of the Bible, and if you get them, you'll be a good leader of the Bible. You get a lot. Get a lot. Don't stay with the good news. It is very shallow. Get Bibles. They are so expensive, but get them. So, hii inasemaje? Soma walio karibu. Hapa mwisho. Then, hebu someni vizuri kama ni shule. Haya pamoja. Filled. Hiyo ni kusema aje Kiswahili? I wish I have an interpreter here. Then you'll be filled. Usiniambie niharakishe kidhomo. Mimi natembedanga point inaingia. Even if you go with one point, itakudeliver. Haya, then your lives, maisha yenu yatajawa na Beatrice, na vile Mungu alivyo. Mtu mwingine Wilson, na kile Mungu alicho. Wewe ulikuwa umesoma Kiswahili na basi wewe unasemaje? Na vyote, ili maisha yetu ijae na vile Mungu alivyo, or with all that God is. God is powerful. God is a healer. God is a deliverer. God is a provider. Maisha yetu ijae na uponyaji. Wacha nikupatie mfano ndio nikuje karibu. Wakati Petero alijaa na Mungu, akajawa na Mungu, na hivyo ndio nawaambia nina shauku, kuna mambo sijaona natamani kuyaona. Alipojaa na Mungu, akajaa na vile Mungu alivyo, shadow yake sio yeye mwenyewe, sio mkono, sio mguu, sio kitu kingine, maana mwili. There's a version that said that even your body be that you bodily filled. I think Message Bible. The bodily filled. Petero alipokuwa amejaa na Mungu, kichwa, masikio, mawazo, that means the inner man became very strong. Mtu wa ndani wa kiroho akakuwa strong. Na ndio maana Paulo alisema kwamba hata kama mwili hii waonekana imedhoofika, hata kama huu mwili waonekana hauna nguvu, that is, this body can pass challenges in life, mtu wa ndani huwa mfanywa upya kila siku. So nakuletea hii mfano maana iko kwa Biblia. Wakati Petero alijaa, mwili imejaa na nguvu za Mungu na vile Mungu alivyo. Kwa hivyo tusiseme ya kwamba ati ni roho tu inaokoka. Hapana. Unasidaga ukiambia watu kotoe demodo. Uko mtu sikatai, but the spirit take over. Dautu unatoka. Mkiongea sana mnaambiana, si unajua bado tuko wa mama. Bado mimi niko mzee. Bado najua gumi. You know, wala modo
Umenyana. Chunga sana ukijikuta ukisema hiyo maneno. Sasa kukwambia chunga sana maana sio neno la kiungu, lakini umenyelele. Wakati marakara ina take over and you feel like unaweza kuna mtu alikuwa amekasirika na huyo mtu nilisikia kucheka nikiwa ndani ya gari. Huyo mtu kwetu Thogoto hii mpaka ya kwetu Kaprote hako bado miaka mingi hata baba akiwa bado alikuwa analeta fujo. So tukakutana na yeye kwa Kajia kuingia kwetu. Akakataa kuondoka kwa Jia. Na ni Bishop ana drive. Anatetemeka midomo. Munaenda wapi? Na tunapitia kwa Jia yetu. Mtu amejaa marakara ile kukasirika. Anatetemeka huku. Muso hiyo nike. Wamejawa na yani ni ghadhabu imetake charge yera mwere inaina tetemeka. Ghadhabu simejenga ndani yake mpaka anasema siodoki. Kwanza anauliza Bishop wewe wao. Bishop hakuongea hata kidogo. Mimi niko hapo nafikiria kucheka maana shida. Hisi si maana kulevuka. You know, hakumuongelesha mpaka yeye mwenyewe akajiondoa akaenda. Sijui alisema kama tujenge kuta ya mawe ama nini, akaenda. Yeye tu aliondoka mbele ya gari. Maana kama hizo ushidani naso, Bishop alinifundisha ananyamaza ki. Kija mtu tozidara kitu. Kapata hekima. Praise be to God. Ukijawa na Mungu, God himself take control. Na nikauliza kifuri, the shadow of a person, guy. Sio wewe Rodrick, the shadow. Ukipita shadow yako ina maana kwa watu wengine. Kwa hiyo ronegai. Praise be to God. Kujaza na Mungu. Sijui nina maandiko kama 20 na nitawapatia kama mtatulia. Praise the Lord. What is this? This is message. Good news, I'll get to read that. Kujawa na Mungu. Maana kujawa na Mungu ya kwamba vitendo vyote unatenda mwaka huu ni kutoka leo kuendelea maisha yako yote ni matendo ya kiungu. There are people who are full of lust of eyes, tamaa. Na kama umeokoka kuna ishara za tamaa, sikomeshe. You are not to partake in the tamaa za dunia. Hata watu wakitembea uchi, wewe una uwezo. Bora hawako kwako kwa nyumba. Kama wako kwa nyumba yako, toa authority Bwana. Toa authority. Kwani mnamnyamaza? Lakini kuna watu wamejaa tamaa. Hiyo sio kujawa na Mungu, wamejaa tamaa. Na lazima Mungu akuje achukue hiyo mahali pa tamaa. Ukiingia kwa ile mlango wa roli ya gukinyani hare kanidha nianza kusamaria kasahona makatoma hela. You are worthy my God. You are worthy my God. Yani umejaa na Mungu, umejaa na Mungu. Kuna mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba ni vizuri watu wanafaa mask siku hivi. Maana unaweza oba nayo ria kabasula kaya makanda. Na uko hapo kwa biashara, mtu aoni, si uko na mask. Unaonekana ukioba. Hata unatembea kwa gari, umekaa hapo kwa matatu hika raha. Rupulida na sika raha utaraha. Unaoba. Tumia mask vizuri. Maudumage maimako. Tumia mask vizuri. Itumie kwa kuomba. Kama wafika donyo, kuna mtu anaona, kuna mtu anakuona kwa mdomo. Nasema hii donyo tumekusha pewa. Ramanta rahanda. Hata nikikanyanga hapa, Mungu amekusha tupatia. Biashara zilizo kubwa ni za watu wako. Tuwakataa basi funguliwe. Wachawi hawataishi. Ukitembea, be full of God. Narekeide mwere. When you are full of God, kuna mitihani na kujanga mbele zako. Mitihani. Ndio ikoroge kilicho ndani yako. Usiniambie hakuna mitihani. Mitihani ukuja. Na unakuweza kuwa na biashara uajiri msichana, yeye hata hajui kufaa. Anakuja mbele zako. Amekaa vibaya. Mtihani. Be full of God. Be full of God.
Be full of God. Kai. Mimi Paulo alisema, thank you God for refilling this to Paul. You refilled it for us. Ulitupatia sisi. Indio, sijui kama mume understand what is the fullness. To be filled with God. Paulo aliwaombea hapo mbele, lakini akamalizia na kusema kwamba to be filled. That you now in 20 anasema, now to him, just a minute, I want to read the good news. Now to him who is able to do abundantly, you can give me so that I say the way it is. Then you go back to this Living Bible. Give me King James. Now to him, tukijawa na Mungu, now to him, that is now to him who is able to do, soma na mimi, exceedingly, abundantly, above all that we ask, think. Is it the power that works in God or the power that works in you? Now this is the power I'm speaking. When you are full of God, Paulo akasema ya kwamba mkijaa na Mungu, naye Mungu ambaye anaweza kutenda zaidi ya maombi yenu, zaidi ya kufikiria kwenu, zaidi ya kile umeimagine katika hii maisha, atafanya kulingana na nguvu zilizo ndani yako. Kutamani kujazwa na nguvu za Mungu. Give me that living Bible version. My goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay. Inasema kwamba yes, that is common. May you come to know his love, although it can never be fully known, and so that you can completely filled with what? With the very nature of God. Can you imagine? I love the word. The very nature of God. God is love. When you are full of the Spirit, you love the people of God, regardless the way they are. Hallelujah. Ukijaa na Mungu utasema nimenetenga ni yeye. Ukiwahi sema, sikia mtu mwokofu akisema nachukia fulani, kuna kitu iko ndani yake ya machukizo. Why would you hate the people of God? Why would you hate the people of God? Why? Because you'll be filled with the nature of God, and the nature of God is love. Praise be to God. And I said another day, I think I was telling women, I have one of my relatives who don't speak to me good. You know, she's not nice to me. I don't know why. So whenever tunakutana, namuambianga we mwega. Wala sana. Anasema iko ndani. Sisiki. Musiseme hatunanga mitihani, tunayo. Lakini namuombea. I pray for that person. And I cannot be carried with what is controlling her. Because she's not greeting me, I also won't greet her. I will greet her, and that yadani. Kwa hivyo ninajijaza juu kusalimia mtu ambaye anakuchukia sio mchezo. Karutia diti gaya noko mweidhia. Toni demono ku. Hallelujah. Naye akija nafikiria sitamsalimia. I'll do that. Praise be to God. Maana nimejaa na Mungu, na kama hajui nina answer ya maisha yake. Kama hajui ninabeba baraka ambayo inaweza msaidia. Praise be to God. Geithagiado. Sitaki kusema ati geithagiado besa na idira hapana. Ndio matara ya jugu ogua. Wala jugu ogua. Tusalimia watu pesa sinaisha. No waigirio leo. Nina ujugiria ugaini ugothira tondu wa kugeithia andu. Ukikosa kusalimia watu, hautatembea na Mungu. Hii dunia sio yako peke yako. Salimia watu wa prot. Hata wakiwa watu kutu.
kama ukipita anaga ni kwa hoiro wanaenda kule kwa hata wasemagi bishop wetu na jina. But those the Bible say, if you read in Kikuyu Timothy, I think 2 and chapter 3, it speak about tutumia dukamakio usisuke. They are in the Bible. They speak the foolishness. Now look at flow na foolishness. Today God is telling us flow with Him. It doesn't come automatic. It is not pa. It is not furisa. Ndio kifurisa inakuja hapo. This is not furisa. There has to be time, nilianza hivyo, time ya kutari in the presence of God. In prayer. Onoegwa kindu kia kwa nukuhurirwo thimu tu kuhoya rege. Kata. Kiambiwa kuna kitu unaitwa. Kuna mtu pekine mtoto analia. Endelea. Hapo ndipo inakuanga breakthrough. Unapiga tumang'oto, unasikia tunauma, unasikia sauti inakwambia amka. Na anzaga kusema siamuki mpaka nipate upenyo. Praise be to God. It doesn't come automatic. It is not. Whoever, if you read, let me give the answer because sijui kule notice tamarizia. Whatever you are writing, sijui tamarizia wapi. But let me give you this. Niliuliza Mungu, which is the school that I can go and be filled with you? Nisukuri iliko gai ikithie. Jehova nawe. Guosia kwa ila kora guosi hoire via monte. Dara mwanego okago kuhoera ga kuhaigote. Ugadinayo. This is what God is saying. The Bible says that how God worked miracle with the poor until the handkerchiefs and the aprons were healing. Kwa hivyo negai ginya handkerchief ya kuweka hivyo negai. Dara nambari mom. Hallelujah. Nikiri tuonana meri mvukire kuona gai. Why do we see sickness more than seeing God? Paul alikuwa anawaambia wacha niombe. Peleka mpatie huyo mtu mgonjwa atapokea uponyaji. Kwa maana jibu wa Biblia ine na nidirameririria. There are things that I hear in the word and I desire to be used of God. I have a desire. Nina shauku. Inaitwa shauku kwa Kiswahili. I read another book, they say that lady went to a meeting. Whoever was preaching was Kenneth Hagin. And when she went for a meeting with a handkerchief, akauliza mhubiri, nataka uombe. My sister is mad. Na ni yule ambaye amefungiwa kwa nyumba. Na ananichukia. Iyo kukua mad kwake. Akiniona nasikiaga kukula kila kitu. So ombea hii. Ilipoombewa, akaenda naye hakuwa anakaa karibu na mhubiri, kwa hivyo akaenda akatravel back home kwa sister yake. Anasema alikaa na hiyo handkerchief. Hiyo alikaa, it was not a handkerchief, ilikuwa just a pillowcase. Akakaa nayo for 2 weeks praying. Akasema ya kwamba I don't want to go there without faith. I will go with faith. So she prayed for that pillowcase. Pray. Then he went one day, akasema iwekwe kwa pilo yake ya huyo ya kulalia, ni wasungu. Pilo yake, huyo alikuwa ameenda kicha, iwekwe. The moment that madam alilalia hivi, she came back to her mind. She came normal. Akaangalia, akajua watu, akasema afunguliwe. Ile kunegenana, ile kupiga kila kitu, ikaondoka. Haya. Praise the Lord. Wachani tuache vita ya huku chini. Tedonaga hivyo ni modo. Kuko dogo kakanila. Oi kai. Kuna mambo ingine ya kutamaniwa. Mambo ingine inakufanya ukae kwa magoti, unakesha peke yako. Kuna mambo tunastahili kutamani kanisa. Iko. We are partakers and heirs of the same body as Peter and Paul. And as the men of the Bible. Imagine, nguo zako sinajaa Mungu. Hiyo nilivwereko. Kwa hivyo roho imefurika with the very nature of God. And now even your clothes and your car, mundu igira gari yako akahona.
Tuka uko mahau. Napona. Mtu akiingia kwako, hakuna masegenyo in that ground. Kianza kusema rida simekaga, ukamwela kinyagaja. There's no time to waste. Praise the Lord. Mtu akija kwa biashara yako na hana story, hana neno, amekuja na story za Beatrice, mwambie hapana. Tutoe Mungu, tufurike na Mungu, na umekuta Mungu hapa. Praise the Lord. Kabod inasema glory. Wakati glory iliondoka, iliitwa Ichabod. Maana glory iliondoka. Your business can be full of glory. Na ndio nimeambia kanisa kuna mambo hatujaonja na tutayaonja. Mpate kujawa. Mimi naweza shida nikisoma hii fasi. Mpate kujawa, nisaidie kusoma Kiswahili. Hatukuwa marafiki na hii lugha, lakini Bwana ni mwema. Naam. Pate kujua upendo wa Kristo upitao elimu yote. God, elimu yote. Ikaituria toguatia. Na mtu akitoka Amerika moraga mukamurera, munaona ni kama amesuka kutoka juu. Ama mtu akipata shahada zote mukamaka. Ninyi mko shule, nimesema you have capacity to get all the shahada zote. Unastuka na sisi tumepata upendo ulio, thank you, you are walking with me. Umepata upendo uliopita upitao elimu yote. The devil has been telling you ulifika 2, ulifika 3. Lakini umepata upendo nariko wathigatira maundu maya and you'll be fine. Umepata upendo uliopita elimu yote na mujazwe. Ni kujazwe. Mjazwe kabisa 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 na utimilifu wote wa Mungu. I feel anointing even leading that scripture. We must get this fullness. We must get the fullness. Praise be to God. Nipe Kikuyu. Mwenye aliniandikia Kikuyu hapa. Siku hizi nasoma Biblia ya Kikuyu. Oh no, nipe. Oh, wala Kikuyu someni. Na mkiwa na Kikaba munipatie na Luo. Mtu some. No. Uyorererwo. Hey, enda ukasome nyumbani hiyo. Uwandika yekuna kiona keno muyorere ne Ngai. Ati muyorererwo okuyo. Mujasi, wacha na interpret. Mujaswe okujaswa na Mungu mwenyewe. Bwana sifiwe. I think it has come close to you now. When we say the fullness, it is not something that is far. It is close. Praise be to God. I don't know whether I'll go with after this in the afternoon, but I want to touch a few people. When you are full of the Lord, you are in the realm of the Spirit. You are in the realm of the Spirit when you are full of God. And the fullness of God, I give you a few pointers. I come to conclude. I don't know how, but I will. When you are full of God, it is like a liver that Ezekiel saw in the book of Ezekiel chapter 47. Aliona, he saw the liver in a vision. Na hiyo huyo mtu alimpeleka, aliona maji ikifika katika the ankles. Hapa, that is 47, Ezekiel. Akaona ameingishwa kwa mto, lakini maji imefika hapa kwa ankles, hapa chini. Then alipopelekwa akapimiwa 1000 cubits.
akaona maji imefika kwa magoti. Then akapelekwa, ni kwa maono, uende usome Ezekiel 47. Akaona maji imefika katika kiuno. Then akipelekwa tu, akaona maji imefurika. Maji imefurika ni ile maji Biblia inasema ya kwamba the water whereby you cannot cross but you only swim. Hii maji ilikuwa mingi ya kwamba hawezi, that you cannot, I get it here. Again he measured the 1,000 and it was a river that could not cross, for the water was too deep, and the water in which one must swim, a river that could not be crossed. You could not cross that river. Praise be to God. Yani anaendelea akijazwa. Ukiendelea na maandiko inasema popote huo mto ulienda ulikuwa umebeba uponyaji. Ya kwamba samaki zilirejea. Katika huo mto ulienda ukaingia Dead Sea. Na maji ikabadilika katika huo mto ya Dead Sea. Then kukakua the plants in the same river. Kumaanisha kwamba ni mtu ambaye ulikuwa umebeba uponyaji. Are we together? It is a river that carried healing. You as a person, when you are filled with God, you have the healing with you. Can you say a big amen? Not only the healing of the physical body, river. And because this water goes there, therefore, there will be healed. They will be healed. And everything will live wherever the river goes. Mkristo, mambo haistahili kukua kawaida pahali ulipo. Naambia watu tumekuwa wazuri sana, because you accommodate even people you don't know. Hallelujah. Popote huu mtu ulienda, ulipogusa kitu inapona. Na hivyo ndivyo Yesu akasema, atakayeniamini mimi, Yesu akasema, ni katika Yohana 7 mstari wa 38. You have the scripture you can project. Atakayeniamini, hajasema ni nani. Atakayeniamini, get it faster. Atakayeniamini, on that last day, that was after the feast, on that last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out. Hapa hakuongea. He cried out. Mimi nishangaa. If you read about Lazarus, Jesus cried. Jesus wept. Si mnasemaga ndio the shortest verse in the Bible. But here, in that last day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirst, let him come to me and drink. If anyone thirst, let him come to me and drink. Give me the other one. He who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers, not one river, rivers of living water. Na mukiuga ni tuiganire tuhana uguo. This is Jesus. He didn't speak. I've said about Ezekiel, where the river went, everything it touched inapona. Lakini Yesu in the new covenant, he said that he who believes in me. Do you believe in Jesus? Can you say a bigger yes as you are sure? He who believes in me. This is fullness now. Hallelujah. Because the fullness of God dwells in Christ. Give me Colossians chapter 2. We connect with this one. Isaiah said that scripture, you built precept upon precept. So you built your word through scriptures. Give me Colossians chapter 2 before we get there to the rivers. Thank you. Verse 9. For in him Christ, Jesu yoralia now anasema yeyote atakaye muamini, in him Christ dwells
the fullness of God-headed bodily. Ndani ya Kristo kuna uungu wote. Mungu aliona yafaa that the fullness of him dwell in Christ. It is better you get one first and go home with a revelation. Praise the Lord. In him, in Christ, dwelleth all the fullness of God-headed bodily. And Jesus Christ is the head of the church, and we are the body. That flow must continue. Praise the Lord. For the head cannot walk around without the body. And the body is the church. Head cannot go to the circle alone. The head is the body. Praise be to God. So in Christ the fullness of God dwell in him. Na ndio nimesema ukitaka kujazwa zaidi ni sura gani utaenda? Enda sura ambayo nitakwambia, na ukitoka kwa hiyo sura utakuwa umejaa. Hii sura imejengwa mahali panaitwa Mitume 2 na mstari 42. Hawe shukuru yako. Ukienda hiyo utajazwa. Praise be to God. Bible says that they continued steadfastly in the apostles' doctrines, the teaching of the word. What I'm doing today, I'm laboring, giving you the word. And the fellowship, and the breaking of the bread, and prayers. Mukristo ukikosa maombi, ukosa neno la Mungu, ukosa ushirika. Ushirika ni hii kanisa, fenye tumekuja ni ushirika. Hawezi flow na Mungu peke yako. Praise be to God. How they did miracles, that is because they had this school where they steadfastly, hiyo ni kusema aje steadfastly kwa Kiswahili, bila teva. Yani waliendelea, walisingatia, walitilia maanani. Ushirika haikuwa mchezo kwao, walitilia maanani. Ibada haikuwa ya kwamba ati tunaenda ibada tasia kinya da siga na go pastor we wathi na mbere unyenyene nyumete. Na wao wote waliendelea kujifunza kutoka kwa mitume, kuishi pamoja kidugu, kumega mkate na kusali. Hiyo ni kuomba. Kumega mkate na kusali. Praise be to God. This is the school. Take me back to John chapter 7 and verse 38. I conclude with that one. Have like 20 scriptures and this will help somebody. Hallelujah. Jesus said, tumeona ya kwamba the fullness of God dwells in Jesus Christ. So the more you fellowship with Jesus, the more you get the fullness. Sio kitu utaenda kununua. Here it is about you as a person. Ikirera gwatano ya kunagai. Tilia manani. It is not just pastor praying for you. It is you working. I have my part and you have your part to go and do. Praise be to God. Jesus cried out. Hapa Yesu alilia. Hiyo sauti yake ilijaa kulia. Akauliza, aliona kiu akuje kwangu. Ni kumaanisha tukijawa na Mungu, rasti ya mwili haitatupeleka. Amen. Mambo ingine semaga imeni ya nguvu ndio hata shetani anasikia. Praise the Lord. Kijawa na Mungu msegenyo. Nito musene haitani baba. Praise the Lord. Vita za kishagi hazitakuona. Si utapita katikati ya hizo vita kama Kristo alipita katikati yao. Maigeta modhe netora moraga na akapita katikati yao. Hakuona. Alikuwa amejaa Mungu. Maana alikuwa anaamka asubuhi na mapema anaenda kuomba. Anashiriki na Baba. Anasema mambo ambayo mnaniona nikitenda sio mimi, ni kwa sababu Baba ako ndani yangu. Hata mimi mkiniona nikiponya sio mimi, ni kwa sababu Baba na Yesu Kristo na Roho wa Mungu yuko ndani yangu. Praise the Lord. Kasema ya kwamba he who believes in me, as the scripture said, out of his heart. Mimi nasikianga kama ni hapa. Watu wananiambia na hubiri nikisema hapa. Yeah? Out of your heart will flow the livers, not one liver. And these livers, because they are coming from Jesus, and this is the new covenant. It is not like that one of Ezekiel. This is more powerful. This is more powerful.
these livers will flow in a person, and the liver will carry wisdom. The liver will carry healing. The liver will carry the love of God. I give you this example as I conclude, na wale mnafanya stima munisaidie. Si ndio? Brother Moses, unisaidie. Kenya Power wakiweka inaitwaje? Tuseme huko hakuna stima, ndio inawekwa pale kwa kikingi. Hiyo drop inaitwaje? Transformer. Beatrice ananiambia transformer. Kikingi iko hapa ni drop. Nilikuwa najua hizo lugha wakati Bishop alikuwa anafanya kazi hiyo. Drop. Hiyo drop inaitwa? Good. Service cable ya drop inawekwa hapa. Na moto inaingia, si ndio? Hiyo ikiingia moto, to decide tutatumia bulb moja, si ndio? We decide that we use only this. Is the power still there? Ama kwa sababu ni kabab kadogo, kapower kanatoka just the way it is. Is there still the power there? If we decide to use one bulb, power bado iko pale. If we decide to use like 10 of them, we are still using the same power. If we decide to use the speakers, we are still using. Tutigodi kwa power rege tuge, niturogera ile speaker igere. Tuliongelea speaker mbili, tuleteni moto kwa nguvu. Isipokuwa ujenge factory. Haya, tukisema tutaenda kuweka fridge kule kwa Bishop, na tumwekee water dispenser, Moses, tutarudi kwa power? Na tukisema tutaweka nini ingine, niambieni kitu inatumiwa na stima kaito hujie. Kwani mmelala? Watani tuseme na tu decide tuweke nini ingine? Tu decide kuweka screen, tutarudi kwa Kenya Power? Haturudi. Tu decide nini kuweka ingine? I want to see whether we are together. Kule nyuma, mheshimiwa, na ati swimming pool tuweke pale. Na tuweke kwanza, nyinyi tutakuwa tukibawabatisa na maji moto. Nitongua haya mno maini. Haya, niguo. Bishop anatokaga hapa akitetemeka. Kumbe kuna uwezo, nyinyi mmeleta hiyo idea. Kumbe kuna uwezo wa kuweka maji ya ubatizo ambao ni warm sana. Ndio kama mzee mmoja alituambia tukibatisa, hiyo maji makera karai kama mtikafatili. Ikipita karai moja mzini batisa, lakini ni kuogopa maji baridi. So tukisema tuweke maji moto, tutarudi kwa power? Kwa Kenya Power? Hapana. That power is able to carry all the 10 bulbs. It is able to carry the speakers. It is able to carry whatever we may bring in this house. If we say we will have tutapika na hatutatumia 10, tuletewe ile tian kama 10 za kupika chai pale na nini. Najua hapo ndipo tunaenda 10 tians. Sinapika chai tukiendelea na ibada. Ndio mkitoka mnakunywa chai pale mnaendelea. Ndio sisi tumebarikiwa. Hallelujah. Do we go back to Kenya Power? Let me bring the revelation now. When the Holy Spirit came to you and inside you, He has the capacity to do a diversity of many, many things. If you decide to have one bulb, yarikabaso, ribaganda, ribayanda, ogedrikanania na nyoba yako. Apana. The Holy Spirit has a capacity, the power. Paulo akasema ya kwamba it is diversity of the Spirit. Spirit of God can bring a song in you if you flood in God. The Holy Spirit can also bring a dream and interpretation still in you. The Holy Spirit can heal through your heart. The Holy Spirit can make you a millionaire. The same Spirit has a diversity. You don't need to go back and say, Nedata ireho, Jioria rege. You only need to stir up the gift that is in you by dwelling in the presence of God. Because you ask, if it is dwelling. Kile kiko ndani yako, the Holy Spirit who is with you, He has the power to bring more gift more than what you imagine. Wewe ni megathos peke yako hivi. Hallelujah.
Nitashamuka. Praise the Lord. Woo. When David was full of the Spirit, when people saw the Goliath, they were hiding themselves, including Saul, who had all the armors. Huyu ambaye alikuwa na vitu silaha za vita alikuwa anajificha. But David came full of the Spirit, full of the power, full of the diversity. When you are in the Spirit, you don't see the giant. You see God who can kill the giant. You see God who can deal with your problem. Hey! When you are full with God, you don't say ninaseka, nimeaka. Kula nyuma, wacha kusema nimeaka. Mungu mahede, nimeaka. When you are full with God, you are like Abraham. You say, because he has said I will follow him. So David came he came from the fellowship. He didn't come from Msengenyo. He came from the fellowship. Alikuanga kichaka na muimbia. Anamwambia wewe ndio uliumba nyota zote, ukaumba jua. So he came with the presence. Ginya mahiga make maria kuwa kodoine. Reba sera kayarama. Hallelujah. Ilikuwa imejaa na Mungu. Ona basa siku ikahiragai. Wahamodu wagathia amarema. Kumpatia umeshika. Atilia. Mtu anakuambia nimepeteseka. Ukamuhegirigere. Akija kwako siku ingine uso imerebeka. Hakwerago kuhekere. Juu umenisaidia. Ulimpatia sikiwa simejaa Mungu. Anaenda anabarikiwa. Kia kukasanga pesa hata ikitoka mfuko ni kama watu wawili wakuja watoe hiyo wallet. Kwa mfuko. Ukijaa Mungu, Daudi alipojaa Mungu, aliona jitu, lakini hakuona kama jitu. Wene wao. Who are you coming to me? Na akarudi kwa mfuko, akachukua ile mawe imejaa Mungu. Vitu vyetu vijaa Mungu. Gari yako ijaa Mungu. Yeah, the presence is coming from the heart, but touching whatever I have. Touching, the liver is touching. Yesu akasema ndani ya huyo mtu kutatoka chemi za maji. Rebo soraha. The livers will flow. So David said, who are you? My goodness, only I know. Mimi nilisema, niambia Pastor Maria hapa sijui na gashure. Gutire kindu kana modo gekugiria farenwe thodekwo. Si useme kama mimi. Hiyo ni kusemaje na Kikamba? Mungu. When you are full of God, you become an authority in the Spirit. Daudi asema, who are you insulting God of Israel? Na Goliath alikuwa amejijaza kama nikakijana tu anaona. Tia kona moto wa Daudi nini? Nyoni za agani. Hello. Tu watu wanakuandikia tu barua wanataka kichwa yako. Kichwa ya nani? Itahubiri Bwana. Praise be to God. Kustura nguoni tu nini tu message. Another lady came to me in the office akaniambia nasikia nikiombea kitu ni kama inanirudia. Nikikemea shetani kwa ploti yetu nasikia ninarudiwa, nasikia uoga. Namwambia the way to overcome, answer that spirit. He answer back. If it tells you ni wakola dirakwa, answer there and there. Tirosio ugasokageria migambo ya kwira ni urakwa unairudishia there and there. David took the stone because he was full of the Spirit. Akaichukua kwa mfuko moja tu iliyojaa na Mungu. Hallelujah. Na tutaombea hii barabara. Nitwaimire gwa kinyangaga mutondo. Nini nimehubiri Kikuyu hivyo? Acha nikaribie kamera. Tulitoka. Tulikanyanga kama nyinyi hamjui. Tuliosha kanisa letu ilikuwa inajaa kadha. Tukaosha.
tutakanyaga tena. Kutoka mahali umetoka, tiako repeat study 2. Na repeat study 2. No! Whatever is holding this load, isimarisike. We decree today, torota halia. Sisi ni watu wa mataifa. We host men and it's not a joke. Can you stand? Can you stand? Haya! Simama! Leo tunabadilisha hata mawazo ya contractor, engineer, hunter. Speak something. Naramoka na ihenya. Nitware na wakinyaga doro gutura tukihuguragira kwene. Shara kapasota handa. Wewe barabara, tulipokuja hapa Mungu ametuambia eneo hili wetu na tutajengewa barabara iwekwe mataa. Mungu alisema tangia mwanzo, reka mazika rabagande. Leo kama kanisa tunachukua mamlaka, tuwakataa kumwagiwa siweje, tuwakataa reka basota rabagande. Tukiwa tumejaa Mungu, hii barabara imalisike. Tumekataa pesa za barabara hii kuingia kwa mfuko wa mtu. Tulege, si ukatae, tuwakataa kuingia kwa mfuko ya watu. We refuse. We are learned and we know. Hallelujah. Sasa tangaza tarmac road there. Tangaza mataa, tangaza kile unataka. Hallelujah. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Pigia Yesu makofi. I have to finish now because of time, not because the message imeisha, but because of time. When you are full of God, you don't see the giants in the world. You see God fighting your giant. You see God working in your family. When you are full of God, you know God is able to do immeasurable, more than what you can ask or imagine. When the fullness is there, there is restoration. When the fullness is there, there is renewal. Maybe I'll continue in the afternoon. When the fullness is there, there is the refreshment. Praise be to God. There is the refreshment. I will speak about Elisha and Elijah in the afternoon. Don't miss. This is coming from the Lord. Don't miss. So go with the fullness. Jesus said, whoever believes in me, and as the scriptures say, out of his heart. I meditate upon this word so much. Out of his heart, goroine yakwa, my heart shall flow the livers, not dead water. Dead water should not come out of us. Dead water should come out of the world, out of the people who do not know. Ariama samukago, tuatigego samuko, hatu samuk. We don't lose control. Praise be to God. Hallelujah. Because dead water cannot come from me. Whoever believes in Jesus Christ, and we all believe in him. It is not religion. Sio fake. Hii sio fake iliandikwa. Hii sio ya kuandikwa tuiguane wega tusikiange vizuri tukisoma. This is real. This is truth. Kama mitume waliamini hii na ikaflow kwao, Genesis, the church of the latter church has more glory. That's why I say there are things that we should desire more than money. A singer said, the Holy Ghost in the heart of my man, he's more than gold. Something more than gold. Something more than gold. The Holy Ghost in the heart of man is something more than gold. Sitasema pesa ni baya, because akiwa ndani yangu ataniambia kufanya biashara, atakufundisha. There is something more than gold. My goodness. If you get the fullness, you go far. Fullness will open doors to us in America, in Africa, in South Africa, in Nigeria. We come. Because of fullness. There are people who say, Matihe hujie service, wanipatie, waone vile nitalipuka. Sio kulipuka, jasa tena na tena. Utokee kama Daudi walimwambia, leke tueherele,
tuone gagekuo mothe. Tutaenda kuambia dadi mtoto aliwawa, waliondokea. Waone akikufa peke yake. Waone akikufa peke yake. Lakini alikuja amejaa na Mungu. Bible says that he took the stone. Akagonga. Just one was enough. Diko mahiga mbaya. Hapana. Sio hii mawe. Kadogo kamejaa Mungu. Pesa zako sikijaa Mungu unaenda bari. Na siwezi jaza Mungu ukose kutoa fungu lako. Kai. Nyumba yako ikijaa Mungu, zile watu wanapasema ni mapaka inapitia kwa nyumba usiku pa. Kukijaa Mungu, hizo vitu sinajua mwenye amelala kule. One of the preacher I know and I love, I read his book so much, Kenneth Hagin, used to say one day a demon came in the house na ikaondoa kiti. Shetani ni mtu wa wana mno. Sasa ikaondoa kiti pahali ilikuwa, so akitoka kule juu kukuja kuomba kakuta viti vimeondolewa. Aigire ndathi gukoma ngore giti kigucoketi hari kurute. Musikozage kulala ati juu mmesikia bu kwa mabati. Neno moja akahiga kamweka nagai. Nena nyinyi ambao muna kanyaga huko muharagane, mukufe, mukauke na unalala. Nale uoga kienda kwa jia unakutana kimodo. Every time you see kimodo, wewe haleluya inua mikono tuombe. Shalalala mahanda ribana masaka heri abakatara mahanda rebasia. Daudi hakumuua Goliathi ni kwa sababu ya nguvu ya mwili, ni kwa sababu ya unono, kwa sababu ya urefu, ni kwa sababu he was full of God. Rebaka ya maganda. Tamani kanisa, tamani wewe kijana, tamani riakaba. Oh mayanda iza kamaganda. Kuna mambo ya kutamaniwa, There are things that we need to desire. The Holy Ghost in the heart of man, the chemichemi ambazo Yesu alisema zitatoka ndani ya mioyo yetu, zitatoka ndani ya mioyo yetu. Riblagante debozia la nabii rabosha rakaya ramazia leleha. Oh shakabaganda ribaseta. Naomba kanisa ikajae na wewe. Naomba wale hawaneni na dini leo tunapoendelea na fundisho, hata tunapokuja afternoon, wajae kujawa na Mungu, that we may be filled with the fullness of God, that we may be filled with the fullness of God, that we may be filled with the fullness of God, that we may be filled with the fullness of God. My karazala mahanda, my karabaseta. Wale mko nyuma, inueni mikono naenda kuomba sasa. Wale mko nyuma saidi, you represent God there. Lift up your hands everyone. Something more than God that we need to desire. People desire to be rich, it is good. I also desire that. But I desire something more than God. Rahanto Rama. Wamama waliojaa na Mungu katika Biblia walitenda makuu, walimfuata Paulo. Hawakuogopa venye watu wanasema, hawakuogopa. They gave their necks, they gave their life. My karazala mahande, my torabazaka. Ukijaa na Mungu utakuwa umebeba uponyaji, na ukigonjeka Mungu mwenyewe ndani yako atakuponya katika jina la Yesu. Jaa na Mungu, ndio kisasi chako kibarikiwe, watoto wabarikiwe, wajae na glory ya Mungu. In the name of the Lord, sherehe sakahanda ramasia. In the name of Jesus, I want to pray because I want to release you. Oh my God, no time imeenda. I want to release you so that we are coming here in the afternoon. In the afternoon is to say from 3:30. The priest will be here maybe by 3. Thank you for the way you are leading us with worship and songs, because we want to tarry in this fullness until we get. When you hatapata this fullness in the church, it is up to you. But I have released the liberation. Zingatia, mwana sifa sana. I want to pray for you. I want to pray for those who are young to speak with the tongues. This is your time. Devil asikuambia hapana, maombi yako itakaa hivyo. You feel good when speaking tongues. Those who roast the tongue, you only have one word. Because of you don't pray, you don't practice. I also pray for you in the afternoon. That is from 3:30. The ushers will work on the chairs so that as we come back, the place will look good for us, and then we'll be able to pray. Amen.
Bwana asifiwe sana. I pray for you now. Father, in the name of Jesus, I decree the fullness. This is the message that you gave us this year, because you want us to live in this fullness. You want us to move in supernatural, the superpower. You want even to provide to us supernaturally. Yes, we have been working. Yes, we've been in business. But we want to see supernatural working of God in our lives, in our business. I pray for the fullness in those business, the fullness of God that will draw fish, draw customer from far in the name of the Lord. We pray that our families and our marriages will be full of God, will be full of sweet words and God himself in the name of Jesus. Bless our children. Bless the youths who are here, that they may be filled with the fullness of you. In Jesus' name, we praise you as we come and as we tarry in the afternoon here to the kunyotara, that our God, you'll have your way. You'll remember us, oh God. And as you visit the church in the world, you'll visit the Christ Mission Church. Pray for the sick, that they will be healed in this fullness. In Jesus' mighty name we do pray and we give thanks. Amen.